Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TVE Habari, na sasa tuungane na Anezia Masinde kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Katika biashara, programu za ubunifu kijani zazidi kupata mwitikio chanya kwa vijana na wanawake. Asante sana Sofia Amani. Na mtazamaji, kwenye habari za biashara leo tunaeleza kuwa programu za ubunifu katika uchumi wa kijani zimeendelea kupata mwitikio mkubwa kutoka kwa vijana na wanawake nchini, hali inayoashiria kuongezeka kwa uelewa na ushiriki wa makundi hayo katika shughuli za kiuchumi zinazolenga kulinda mazingira. Hatua hiyo inaonekana kuwa chachu ya kujenga msingi wa biashara endelevu, ajira mpya na suluhisho bunifu za changamoto za kimazingira. Akizungumza katika kikao cha kutangaza matokeo ya awali ya programu hiyo, mkurugenzi mtendaji wa CRDB Bank Foundation Tuli Esther Mwambapa amesema mwitikio huo unaonesha wazi kuwa vijana wana uwezo mkubwa wa kugeuza changamoto za mazingira kuwa fursa za kiuchumi, huku akibainisha kuwa programu hiyo inatekelezwa kwa ushirikiano na wadau mbalimbali wa maendeleo ili kuongeza tija na matokeo chanya. Baada ya kupokea maombi na kufanyika kwa uchambuzi wa awali kupitia kwenye mfumo wa Fursa Hub, hatua inayofuata sasa ni tathmini ya kiufundi, yani technical review, na tathmini hii itafanywa na jopo la wataalamu kutoka CRDB Bank Foundation, CRDB Bank, COSTECH, ICTC, Wizara ya Maendeleo ya Vijana na Ofisi ya Makamu wa Rais Mazingira, ambao watafanya tathmini ya maombi haya kwa kuzingatia vigezo mbalimbali ikiwemo ubunifu wa wazo la biashara, uendelevu wa mradi ambao ukipatiwa fedha uweze kujiendeleza na kujiendesha, uwezo wa biashara yenyewe kujiendesha na kurudisha ule uwezeshaji, lakini tungependa pia biashara hii ikikua iwe na fursa ya kutoa ajira kwa vijana wengine. Ameeleza kuwa tangu kufunguliwa kwa dirisha la maombi mwezi Februari, idadi kubwa ya vijana wamejitokeza kuwasilisha mawazo na miradi yao, ambapo takwimu za awali zinaonyesha 58% ya waombaji ni wanaume na 42% ni wanawake, hatua inayoridhisha kuongezeka kwa ushiriki wa wanawake katika ujasiriamali wa kijani. Na ameongeza kuwa hatua inayofuata ni tathmini ya kitaalamu ili kubaini miradi yenye ubunifu na uwezo wa kuchangia ukuaji wa uchumi. Aidha, amesema programu hiyo inalenga kuwawezesha vijana katika makundi mbalimbali ikiwemo wanaoanzisha biashara, wajasiriamali wadogo na wanafunzi wenye mawazo ya biashara kwa kupatiwa mafunzo, ushauri na uwekezaji wa kifedha usio wa mikopo. Amesisitiza kuwa kupitia mpango huo vijana wataweza kuendeleza biashara katika sekta kama kilimo, nishati safi na usimamizi wa taka, hatua itakayochochea uchumi jumuishi na endelevu nchini. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Ustawi na Maendeleo ya Jamii Hawa Mchafu ameielekeza ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano kupitia mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii NSSF kuboresha miradi yake ili iendane na mahitaji halisi ya soko, akisisitiza umuhimu wa kuzingatia kundi la vijana ambalo ndio watumiaji wakubwa wa huduma hizo. Amesema hatua hiyo itasaidia kuongeza ufanisi wa uwekezaji na kutoa fursa zaidi za ajira na makazi nafuu. Akizungumza wakati wa ziara ya kamati hiyo katika mradi wa Mzizima Mchafu, amesema kuna mabadiliko ya mahitaji ya soko ambapo vijana wengi wanapendelea makazi ya gharama nafuu na yanayopatikana kwa urahisi, ikiwemo nyumba au apartment ndogo badala ya nyumba kubwa zenye gharama kubwa za upangaji. Room na master, yani master without sitting room, kwa sababu tunaamini vijana watu ndo wanazichangamkia faster. Ukitengeneza nyumba ya vyumba vitatu familia, ina maana hapo ili iweze kukulipa uende kwenye kama 1,000,000 kwa mwezi. Sasa kama kuna mtu anaweza kulipa 1,000,000 kwa mwezi, ina maana huyo ndani ya mwaka ama mwaka na nusu ana uwezo wa kwenda kujenga nyumba yake. Lakini mara nyingi hawa vijana ambao ndo wametoka kugraduate, vijana ambao ndo wamepata ajira, nyumba za namna hiyo, apartment za namna hiyo ndio wanasikimbilia. Kwa mimi ninachotaka kuamini hayo maboresho, marekebisho aliyoyataka mwendeshaji, mimi nayaita ni matakwa ya soko. Aidha, ameitaka ofisi ya Waziri Mkuu kuunganisha kwa ufanisi programu za maendeleo ya vijana zikiwemo mafunzo kwa vitendo, ajira pamoja na wanafunzi wa vyuo ili kuhakikisha wanapata ujuzi na kunufaika na fursa zilizopo. Hatua hiyo inalenga kuongeza ushiriki wa vijana katika uchumi na kuwajengea uwezo wa kujiajiri au kuajiriwa.
Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Deus Sanga amesema uwekezaji unaofanywa na NSSF una manufaa makubwa kiuchumi na kijamii, ikiwemo kuongeza mapato ya mfuko kupitia huduma za hoteli, upangishaji wa ofisi na maeneo ya biashara, pamoja na kuimarisha uwezo wa kulipa mafao kwa wanachama, na amesisitiza kuwa uwekezaji huo ni wa kimkakati katika kukuza uchumi wa taifa. Manufaa ya mradi ni kuongeza kwanza mapato ya mfuko kupitia huduma za hoteli, upangishaji wa maeneo ya ofisi na biashara. Pili, kuongeza thamani ya mali ya mfuko na uwezo wake kulipa mafao kwa wanachama. Na tatu, kuimarisha sekta ya biashara na utalii katika jiji la Dar es Salaam. Tano, ni kuongeza mapato ya serikali kupitia kodi na tozo mbalimbali. Mradi huu umechochea upatikanaji wa ajira ambapo zaidi ya wafanyakazi 300 wameajiriwa wakati wa ujenzi, na matarajio ni kuajiri wafanyakazi wapatao 250 baada ya ufunguzi wa hoteli hii. Na zaidi ya shilingi milioni 600 zimerejeshwa kwa jamii kwa ajili ya kuwasaidia pamoja na kuhamasisha matumizi ya malipo kwa njia ya kidijitali kupitia kampuni ya Airtel Tanzania. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa draw ya kampeni ya mwaka umenyooka na Airtel, meneja mahusiano wa Airtel Tanzania Jackson Mbando amesema fedha hiyo imerejeshwa kupitia mifumo mbalimbali, ikiwemo kugawa TV, pikipiki, magari na fedha taslimu kwa wateja ambao wamefanya miamala zaidi kupitia app ya Airtel Money, ikiwa ni katika kuhamasisha matumizi ya njia za kidijitali katika malipo. Kama promotion yetu ambayo tulikuwa tumewaambia, kila mwezi ilikuwa na bodaboda 4, lakini tulikuwa tuna TV 30 kila mwezi, ambako kwa miezi mitatu maana ni 90 hizo smart TV zimetoka, na magari 3. Lakini vile vile kuna fedha ambazo zilikuwa zinatumwa 10,000 na 5,000 kwa wateja wengi. Ni mamilioni ya wateja ambao wamejishindia zawadi hiyo. Kwa hiyo hii promotion kama ambao unafahamu, tulitumia almost milioni 600 katika kuhakikisha kwamba inawarudisha kwa wateja wetu ambao wanatumia Airtel Money kupitia My Airtel app. Kwa upande wake, meneja mauzo wa Airtel Janet Kwilasa amesema utaratibu uliotumika kutoa fedha na zawadi hizi ni kupitia wateja kufanya miamala, huku akiwataka kuendelea kufanya hivyo, kwani bado wana fursa ya kushinda fedha na zawadi nyingine kama vile gari, pikipiki na bajaji. Nini cha kufanya? Pakua application yetu ya My Airtel app kwa urahisi kabisa. Tumia bidhaa zetu, iwe kutuma pesa, kulipia bili mbalimbali, na zote hizi zinakupa nafasi ya wewe kuzungusha lile gurudumu na kupata nafasi ya kushinda gari yetu CX5. Lakini katika muda huo huo, zawadi mbalimbali zinaweza kupatikana hapo kwa papo, kama washindi wetu leo ambao tunawapatia na kuwakabidhi zawadi zao walizoshinda kwa kuzungusha gurudumu ndani ya My Airtel app. Nao baadhi ya Watanzania walionufaika na utoaji wa fedha hizo akiwa ni wateja wa Airtel wamesema Airtel kupitia Airtel Money imewasaidia kurahisisha huduma pamoja na kushinda zawadi ambazo zitawasaidia katika kuendesha shughuli za kiuchumi. Asante sana mtazamaji, na Sofia Amani. Hayo ndio yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo.